Karibu mpendwa mtazamaji wangu katika darasa huru la Injili, tukiendelea na masomo yetu mbalimbali kuhusu imani yetu ya Kikristo, na tukijua kabisa Kristo ndiyo mwokozi wetu, ndiyo Bwana wa ulimwengu aliyetumwa rasmi kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu, na neno lake kama Biblia ndiyo msingi. Kumbuka mwisho wa somo hili, kumbuka kusubscribe, kucomment, kushare na kulike. Somo tunaloendelea nalo linajengwa katika msingi wa Kolosai sura ya 1 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Katika mstari huu tumeona kuna maeneo matatu ya ukombozi wa mwanadamu kiroho. Kwanza ni kuokolewa katika ufalme wa giza. Tunaona kuna maeneo matatu. Kuna ufalme wa giza, kuna njiani kuelekea katika ufalme wa mwana wa pendo lake, na katika huku nakopelekwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Sasa Yesu yeye alipokuja alitukuta katika utumwa wa dhambi, katika ufalme wa mwana wa pendo lake, akatuokoa huku. Alipotuokoa hajatuacha, akatuhamisha, akahakikisha anatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Sasa huku tulikohamishiwa kuna taratibu zake, kuna misingi yake, kuna maisha yake, kuna kanuni zake za kuishi. Ni nia ya darasa hili la kujifunza huku tulikohamia. Jana tulijifunza na leo tunaendelea na kuona misingi. Huku tulikohamia kuna misingi 6 au 5, misingi 5 muhimu iko huku tulikohamia. Ni vizuri kuifahamu, ni vizuri kuishi. Katika hiyo 5 leo nitaelezea msingi mmoja, na ninakupa homework ya kuitafuta misingi mingine itakayobaki. Msingi wa kwanza ulioko huku tulikohamia ni upendo. Ni msingi muhimu sana. Ukristo unaongozwa na upendo, msingi mkubwa. Msingi wa pili ni Kristo mwenyewe. Msingi wa tatu ni neema ya Kristo. Msingi wa 4 ni imani, na msingi wa 5 ni neno la Mungu. Upendo ndio msingi wa kwanza, kwa sababu Mungu alitangulia kutupenda kwanza, ndipo akamleta Kristo na neema yake, na sisi tunaipokea neema kwa kuamini kupitia neno la Mungu. Hii ni misingi muhimu sana. Nakupa shauri, unapotafuta uso wa Kristo, tafuta kujifunza hii misingi. Leo nataka tujifunze msingi huu wa kwanza, msingi wa upendo. Msingi wa upendo nimesema ndio msingi mama. Ukristo bila upendo, Ukristo umekufa. Nitakuonesha hapa vipengele zaidi ya 10 vinavyoonyesha imani yetu na Ukristo wetu pasipo upendo, basi itakuwa imekosa nguvu. Na katika dunia tunayoishi, upendo umekuwa adimu sana. Chuki, hasira, visasi, kulipizana visasi ndio mambo yanayoendelea katika kanisa sasa. Lakini sisi tumeitiwa upendo, hatujaitiwa hayo mambo ya chuki na hasira. Upendo, Bwana Yesu akimwokoa mwanadamu, jambo la kwanza analolifanya ni kufanya installation, kama tulivyojifunza jana. Na kitu cha kwanza cha kuinstall ni upendo. Katika Warumi sura ya 5 mstari wa 5 anasema, pendo la Mungu limemiminwa mioyoni mwenu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukiokoka, Roho Mtakatifu anaingia na anakumiminia pendo. Upendo ni Mungu mwenyewe. Upendo ni tabia ya Mungu. Ili uweze kuwa mtoto wake, lazima akupe tabia yake. Tabia yake ni upendo. Kwa hiyo anaimimina kwa makusudi kabisa katika moyo wako, kinyume na chuki. Kwa sababu Biblia inasema mwenye chuki ni muuaji. Lakini Mungu yeye anakupa upendo. Biblia inasema kwamba mtu asiye na upendo anaishi gizani. Yohana wa 1 sura ya 2 mstari wa 9.
kwamba wala hakuna kujifariji. Kama upendo huna, wewe unakaa tu gizani. Asiye na upendo hana Mungu. Yohana wa kwanza 4:7. Na upendo kama nilivyosema ni Mungu mwenyewe. Na upendo hapa Mungu anatufundisha katika neno lake kwamba Mungu ametupenda kwa upendo wa milele. Upendo aliotupenda Mungu sisi ni wa milele. Yeremia 31:3. Lakini katika Agano Jipya Biblia inasema kwamba tumependwa kwa upendo, tumependwa upeo. Kristo ametupenda sisi upeo. Yohana sura ya 13:1. Lakini katika waraka wa Yohana anasema yeye alitangulia kutupenda. Sisi tunapompenda tunalipa tufidie fadhila, lakini yeye ndiye alianza kutupenda. Katika Wakorintho anasema alitupenda tungali wenye dhambi, katika Warumi. Kwa hiyo Mungu ndiye aliyetangulia kutupenda. Na upendo ndio kila kitu. Ngoja nikupe mifano michache kuonyesha kwamba bila upendo Ukristo hauna kitu. Naomba tuanze kusoma Wakorintho wa kwanza sura ya 13:1 hadi ule wa 3. Neno la Mungu linasema, mstari wa kwanza 13, sura 13 mstari wa kwanza anasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo na upato uvumayo. Hapa tunakujifunza vitu viwili katika mstari wa kwanza, kwamba hata kama utakuwa unanena kwa lugha za wanadamu, kama husukumwi na upendo kunena, ni bure. Pili anasema hata kama unanena kwa lugha za malaika. Maana kwenye kunena kwa lugha unaweza kunena lugha za wanadamu, unaweza kunena lugha za malaika. Hata kama unanena hizo lugha zote, kama husukumwi na upendo, ni bure. Biblia inasema kabisa ni bure. Mstari wa pili anasema tena, nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Unaona uzito wa upendo? Anasema hata kama wewe ni nabii. Kuna watumishi wengine wanafikiria akishakuwa nabii, mtume, yuko final. Mimi nakwambia utashangaa siku ile. Kuna watumishi wa Mungu ambao ni wakubwa watakataliwa siku ile. Sawa sawa na Mathayo sura ya 7 mstari wa 21, wa 22 na 23. Yesu anasema kabisa, nitawakataa. Nitawaambia sikujua, siwajui mnakotoka. Watu watamwambia, tulitoa unabii, tulifanya hiki na hiki na hiki, ishara na miujiza tulifanya. Yesu anasema, poteleni mbali, tokeni kwangu ninyi mtendao dhambi. Utumishi sio tiketi ya kwenda mbinguni. Mahusiano na Kristo, kumpenda Yesu, kumtumikia kwa upendo kutoka ndani, ndicho kinachotakiwa, wala sio sifa. Kwa sababu watumishi wengine wanamtumikia Mungu kupata sifa tu, watu waone wanamtumikia Mungu. Hapana, mtumikie Mungu kwa upendo kutoka ndani, kuonyesha jinsi unavyompenda Mungu unamtumikia, kuonyesha jinsi unavyowapenda watu wake unawatumikia. Watu watakataliwa siku ile, kwa sababu anasema hata kama utakuwa na unabii, kama husukumi na upendo si kitu mimi. Anasema hata kama unajua siri zote za Mungu, anasema kama huna upendo si kitu. Hata kama una maarifa yote, umesoma Biblia kila kitu, una maarifa yote, kama huna upendo, Biblia inakwambia kabisa sio kitu. Mstari wa 3 anasema hivi, tena nikitoa mali zangu zote na kuwalisha maskini, tena nikitoa mwili wangu uungue moto, kama sina upendo hainifaidii kitu. Watu wanaambiana, toa sadaka, toa. Kama hutoi kwa upendo, husukumwi na upendo, unatoa ili watu wakusifie, unakwenda kutoa sadaka 10,000 yako unaipeperusha namna hii, ndugu yangu, unatafuta sifa za kibinadamu. Utoaji msingi wake lazima uwe ni upendo. Sasa hapa anasema wazi kabisa, hata kama nitoe kila kitu, kama si nisaidie maskini, kama husukumi na upendo, ni sifuri. Anasema hata ukijitoa wewe mwenyewe uungue moto, kama husukumi na upendo sio kitu, haikufaidii kitu. Kwa hiyo msingi wa utoaji lazima usukumwe na upendo. Kumbuka, Mungu mwenyewe alisukumwa na upendo kutoa. Katika Yohana sura ya 3 mstari wa 16 anasema,
Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda kwanza ulimwengu hata akatoa. Kwa hiyo tunaona kama Mungu mwenyewe alisukumwa na upendo akatoa. Sisi kwa nini tunataka kusukumwa na vitu vingine? Tunalazimishana, toa, usipotoa naenda jehanamu. Nani kakwambia? Tunatishana, tunapigana mikwala ili tutoe tu zaka na ni sadaka. Sawa, lakini tunatakiwa tusukumwe na upendo zaidi. Tupende kutoa. Mungu alipopenda alitoa. Kuna kauli moja ya Kiswahili inasema hivi, unaweza ukatoa bila kupenda, lakini huwezi ukapenda bila kutoa. Nirudie, unaweza ukatoa bila kupenda kwa kulazimishwa, ukatoa bila kupenda, lakini ndugu yangu, ukipenda tu lazima utoe. Maana yake mwanamke mchumba ukimpenda, akikuomba pesa, akikuomba zawadi, huwezi ukamnyima kwa sababu unasukumwa na kupenda. Kuna watu wengine wanaopenda wanawake mpaka wanapa magari, wanaohonga magari ya milioni 200. Kwa nini? Amependa. Ukipenda utatoa. Tufundishe Wakristo wetu wapende kutoa. Watu wampende Mungu, wanapotoa waonyeshe upendo wao kwa Mungu, waonyeshe upendo wao kwa watumishi wa Mungu, waonyeshe upendo wao kwenye kutoa. Tusiwalazimishe kwamba toa ili ubarikiwe. Nani kasema? Agano Jipya tumebarikiwa kwanza, ndio maana tunatoa. Hatutoi ili tubarikiwe. Agano la Kale ndio walikuwa wanatoa ili wabarikiwe. Agano Jipya tumeshabarikiwa rohoni, ndio maana tunatoa. La sivyo unatoa nini kama hujapata? Si lazima uwe nacho kwanza ndio ukatoe. Ulicho nacho si ndio baraka, unaenda kutoa. Kwa hiyo tunabarikiwa kwanza ndipo tukatoe. Mungu atusaidie ili Roho